Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Mike Pompeo, waziri wa zamani wa mambo ya kigeni nchini Marekani, anasema kwamba kwa sasa anachokiona katika mazungumzo kati ya Iran na Marekani ni kutokuwepo kwa makubaliano na kwamba kuna uwezekano wa vita kati ya mataifa hayo mawili katika eneo la Mashariki ya Kati. Marekani huenda ikaanzisha vita vikubwa zaidi dhidi ya Iran. Hiki ndicho ambacho wakati huu kinafikirika kutokana na aina ya utawala wa sasa wa Ayatollah Al-Khamenei ambao bila shaka hauwezi kukubaliana na matakwa ya Rais Donald Trump wa Marekani, anasema Mike Pompeo. Anasema kwamba mazungumzo haya kati ya Iran na Marekani yalikuwa yasiofikiriwa chini ya utawala wa sasa wa Ayatollah Al-Khamenei, akiamini kwamba mashambulizi ya Marekani dhidi ya taifa hilo bado yanawezekana licha ya kudorora kwa siku chache zilizopita. Ni jambo lisilofikirika kuwa kunaweza kuwa na makubaliano. Kwangu mimi tumekuwa na makubaliano na Iran mara nyingi, aliambia jopo huko Dubai mnamo siku ya jana Jumanne. Wamedanganya na kusema uongo na kuepuka kufuata kila mkataba ambao wamesaini. Pompeo alikuwa kiini cha uamuzi wa Marekani wa kujiondoa katika mapatano ya nyuklia ya JCPOA alipokuwa waziri katika muhula wa kwanza wa Donald Trump. Na kwa mujibu wa idara ya haki ya Marekani, Jamhuri ya Kiislamu ya Iran baadaye iliweka fadhila ya dola milioni 1 kichwani mwake. Na hivyo inadaiwa kwamba ukawa ni mwanzo wa Marekani kuachana na mpango wa nyuklia uliosainiwa mwaka 2015. Pompeo anaamini kwamba serikali ya Iran haitokubaliana kuachana kabisa na mpango wake wa nyuklia, na hii ndio sababu ambayo itaifanya Marekani chini ya utawala wa Rais Donald Trump kuingilia kijeshi katika taifa hilo. Hata hivyo anaamini kwamba ni wakati ambapo Iran yenyewe imejiandaa kwa ajili ya mapambano hayo, na hii italeta athari kubwa katika ulimwengu, si tu katika Mashariki ya Kati. Trump katika siku zilizopita alisema kuwa Marekani ilikuwa ikitaka kuhitimisha makubaliano na Iran, huku akiagiza kundi kubwa la wanamgambo katika eneo hilo. Pompeo alisema kwamba anaamini kuwa rais wa Marekani anaweza kutumia mashambulizi ya kijeshi au angalau tishio lao kuongeza nguvu kwa serikali kuacha kurutubisha na makombora yake kikamilifu, ingawa alibaki kuwa na wasiwasi na chochote kinachoweza kupatikana bila mabadiliko ya utawala. Kufikiri kwamba kuna suluhu la muda mrefu ambalo kwa hakika linatoa utulivu na amani katika eneo hili wakati Ayatollah akiwa bado madarakani ni jambo ninaloliombea, lakini nisipate kuwa jambo lisilofikirika, Pompeo alisema. Hata hivyo, katika mkutano huo Mike Pompeo alizungumza mambo mengi, hususan katika eneo hilo la Mashariki ya Kati, akigusia mambo mbalimbali ikiwa ni pamoja na upande wa Syria. Amesema kuhusu Syria, alieleza matumaini yake kuwa rais wa mpito Ahmed Hussein al-Shara atafanikiwa kujenga upya nchi yake kwa amani ya kudumu. Al-Shara hapo awali alisema alijikita katika kuunganisha mamlaka, kujenga upya taasisi za serikali, kuunganisha makundi ya kijeshi na kurejesha uhusiano wa kimataifa wa Syria, ikiwa ni pamoja na ule wa Marekani, Urusi na mamlaka ya kikanda. Pompeo alisema alidumisha kiwango cha kutokuwa na imani na rais wa Syria, hasa kutokana na kujihusisha na kundi la Al-Qaeda, lakini akaongeza kuwa matumaini ya Al-Shara yatafanya vema. Nimemfahamu bwana Shara kwa muda mrefu. Nilipokuwa mkurugenzi wa CIA tulikuwa na fadhila ya dola milioni 10 kichwani mwake. Alikuwa gaidi wa Al-Qaeda, alisema. Ni muhimu kwa eneo hilo kupata utulivu nchini Syria, na kwa hivyo ninampigia debe. Natumai sote tunafanya sehemu yetu kumsaidia kuwa na mafanikio zaidi katika kuleta taifa lililovunjika pamoja ili kwamba liweze kuwa bora zaidi, alisema. Natumai hadi watu milioni 7 ambao wamekimbia nchi kama wakimbizi wanaweza siku moja kurejea makwao. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili uwe wa kwanza kupata habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia, utaweza kupata mengi yanayojiri katika ulimwengu.